kubwa ambayo wafanyabiashara wengi wa kimachinga wanakosea, kuto kubali kudunduliza au kuweka akiba. Wengi wao sehemu hii kidogo imekuwa inatusumbua. Nipe mfano mtaji wa shingapi labda, let's say, ili mtu apate achore taswira, apate taswira kwenye akili yake. Yani kama mtu anahitaji kufanya biashara ya kimachinga, machinga mtaji unaweza kuanzia mtaji mpaka, kwa sababu machinga tunaanzia kwenye PP, tunaanzia kwenye Big G, tunaanzia kwenye kitu cha vitafuno hivi kawaida, ambavyo mtu anaweza kununua 20,000 lakini mwisho kwa siku akauza akapata 27,000, 25,000 na maisha yakaendelea. Lakini pia anaweza kwa ajili mtaji wake ulivyokuwa, tunaweza tukamshauri namna gani ambavyo anaweza kufanya biashara, lakini kuanzia chini kabisa. Kuna machinga zetu wanauza mahindi pia barabarani, nadhani mnawaona. Mahindi kuchoma, mahindi ya kuchoma na kuchemsha. Wao ni wa machinga wenzetu. Kwa unaona anaweza kanunua mahindi kifunga, akanunua mahindi ya 30,000 lakini akauza akapata 45,000, kwa atapata faida 15,000 kwa siku. Let's say sasa 15,000 kwa siku, akiuza siku zote 30,000 hiyo, sawa? Sasa unasema ni kosa gani wanachofanya hawa ambao wanafanya hiyo biashara? Kosa kubwa ambalo linatugharimu sana, kutokuwa na kutokuweza kuweka akiba. Mtu akiona pesa anataka tumia yote. Yani inatumika leo yote kwa sababu kesho unajua nitaipata. Hivi na bodaboda kwa hivyo kidogo. Wote wa machinga.